Taasisi ya Islamic Propagation Center Dodoma IPC imetoa huduma ya upimaji afya na matibabu bure kwa wananchi zaidi ya 4,000. Huduma hizo zilizopewa jina la Ramadhani Medical Camp 2025 zimetolewa kwenye wilaya Kondoa, Chemba na Dodoma mjini na madaktari bingwa wa Kiislamu, ambapo hufanyika wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kila mwaka. Akitoa shukrani kwa taasisi hiyo, mkuu wa wilaya Dodoma mjini Jabir Shekimweli amesema, na nikawatoa rai ya kwamba rais wetu kafanya kazi kubwa, kajenga vituo vya afya na zahanati karibu kila pahala. Kwa hivyo wakati mwingine hebu tujielekeze tukaongeze thamani ya vituo hivyo, lakini pia iwe ni sehemu kama kufanya promotion kwamba kuna vituo hivi watu wafuate huduma kwenye maeneo rasmi. Kwa hivyo nimefarijika, yote ambayo mwaka jana niliwaomba mmeyazingatia. Nikaomba basi tuangalie uwezekano wa kutoa huduma hii katika maeneo mengi. Tuna makumi matatu katika Ramadhani. Basi angalau kwenye kila 11 tufanye kliniki moja katika wilaya za mkoa wa Dodoma. Nawashukuru na nawapongeza, mmefanya kliniki kama hiyo kule Kondoa. Ilipata mwamko mkubwa, watu 2550. Wiki iliyofuata mmefanya kliniki kama hiyo pale Chemba, mmepata watu 1200. Na hata ninafika hapa najulishwa tayari watu 800 hivi wameshaorodheshwa, watu 200 washapata huduma. Kwa hivyo kwa ujumla zaidi ya watu 4,000 tayari wamepata huduma kutokana na saumu Ramadhani ya mwaka huu 2025. Sasa hili ni jambo kubwa sana. Kumbe tungefanya sehemu moja tungewakosa hawa wengine. Mwenyezi Mungu awajalie miaka inayokuja nguvu iongezeke, wadau wapatikane wa kutudhamini zaidi, ili kusudi ikibidi kila wiki, kila Jumamosi basi tuwe tuna kliniki tunaifanya matibabu kama haya. Naye mratibu wa zoezi hilo Salumu Athmani Sele alikuwa na haya ya kusema. Lakini katika matibabu hatuchagui, tunatibu jamii zote ambao wanahitaji kutibiwa kwa siku wanayofika. Changamoto kubwa tuligundua katika matibabu kutoka tulikoanza, lakini magonjwa tuliyobaini mengi. Kwa mfano Chemba tulibaini watoto wengi walikuwa na mashida ya utindio wa ubongo. Wazazi walikuwa wanawachelewesha kuwapeleka watoto hospitali, na tuliwashauri kwamba watoto wanapokuwa na shida waishi hospitali. Changamoto nyingine kubwa ambayo tumeiona ni tatizo la macho. Asilimia kubwa, kwa mfano Kingale tulipata wagonjwa ambao wanatakiwa kufanywa operation ya macho 80. Chemba tukaje nao ambao wanatakiwa kufanywa operation ya macho 50. Kwa jumla wako 100 na kitu, lakini kwa utaratibu tulionao wagonjwa hao tutawafanyia operation bure kwa siku maalum tutakayoweka ya kuwafanyia. Nafikiri ndani ya mwezi wa 4 tutawafanyia operation wote bure bila malipo aina yote. Si huduma zetu tunatoa ni bure bila kulipa kitu chochote, kuanzia vipimo, matibabu mpaka mtu anapewa dawa anaenda. Ni wazoefu, tuko ndani ya karibu miaka 10 tunaendelea na zoezi hili, na tunajaribu kuendelea ili kukuza kiwango kikubwa ili tuweze kutengeneza kambi nyingi zaidi. Sababu miaka iliyopita tulikuwa tunatengeneza kambi moja tu kwa mwezi kwa kila baada ya Ramadhani, lakini safari hii tumeweza kutengeneza kambi 3. Lakini Mungu akipenda tu mbele ya safari tunaweza tukaongeza angalau ni yetu tufike angalau kambi hata 5 kwa mwezi mmoja ambao tunaweza tukafanya. Kwa upande wao madaktari bingwa wa macho akiwemo Dr. Maja amebainisha haya. Kwa upande wa macho tutawafanyia uchunguzi, tutawapatia dawa bure, watapatiwa miwani bure, na kwa wale watakaohitaji kufanyiwa huduma za upasuaji tutakuja kuwafanyia upasuaji bure. Kiupekee kabisa niwashukuru waratibu wa kambi hii na wawezeshaji wa kambi hii. Hili ni zoezi adhimu sana. Kwa upande wa macho, uoni wa mtu unachangia kwa asilimia kubwa sana katika uzalishaji wake. Hivyo basi, mtu akiwa na changamoto za uoni, uzalishaji wake unapungua sana. Kwa yule ambaye atakuwa haoni kabisa, uzalishaji wake unakuwa 0 mpaka negative, kwa sababu atakuwa haoni, atahitaji kusaidiwa na mtu mwingine ili aweze kutoka point moja kwenda nyingine. Huyo mtu anayemsaidia tunakuwa tumekopa muda wake. Kwa hiyo muda wa kuzalisha wa yule mgonjwa na wa yule msaidizi wake wote unakuwa unapotea bure. Kutokana na waratibu, zoezi hili ni zoezi endelevu. Kwa sisi watu wa Majesty Smart Vision, kambi za macho ni mabingwa Tanzania nzima. Sisi tunafanya kambi Tanzania nzima, na huko kila tunapoenda ni bure kabisa.
Baadhi ya wananchi wa jiji la Dodoma wameshukuru kwa upatikanaji wa huduma hiyo, na hapa wanasema tumefanikiwa kupata huduma hii leo bure katika kata yetu, kupima magonjwa yote na kupewa dawa bure. Na mimi nikiwa mmoja wapo, nimepima macho na nimeonekana na tatizo, na leo hii nimepata miwani kama mnavyoiona, takuwa navaa kutumia kusomea. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kutuletea huduma hii kata ya Chang'ombe.